mkuu wa shule jirani, lakini nimepata sifa zako toka asubuhi, namna umeweza kulisha neno na hata ulifungua vizuri hapa tulipo. Tukio letu linaendelea kuwa na uwepo wa Mungu. Walimu na wafanyakazi wote wa shule ya Huruma Girls, wazazi na walezi wa mabinti wetu wazuri walioko hapa Huruma Girls, wahitimu wetu wapendwa, mmewaka, mmeshine, wageni waalikwa wote ambao mmepata fursa ya kuingia pale getini leo, naamini sio rahisi kuingia pale getini, mabibi na mabwana, ndugu waandishi wa habari, kazi na utu, kazi na utu. Hamkutarajia. Si tuko kusonga mbele kulijenga taifa. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Upendo wa Kristo. Kipekee nipende sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mchana huu, kwa kunipa kibali kuweza kushiriki nanyi katika siku yenu pendwa sana, siku ya furaha, siku ambayo inatupelekea kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha. Namshukuru sana Mungu kwa nafasi hii. Lakini nipende pia kushukuru sana uongozi wa shule ya wasichana ya Huruma kwa kunialika mimi kama mgeni rasmi. Japo nafasi hii naamini mlimuhitaji bosi wangu, Daktari Dorothy Gwajima, ambaye yuko nje ya Dodoma kikazi. Kwa hiyo ilimpendeza kuniagiza msaidizi wake nije hapa. Lakini nimefarijika sana kuona jitihada kubwa zinazofanywa na shule hii katika kuandaa watoto wa kike ambao ndio uti wa mgongo wa jamii yetu. Aidha, nishukuru wahitimu wote, wazazi, walezi na wananchi wote mlioweza kufanya siku hii kamilike. Ndugu wageni waalikwa, napenda kupongeza uongozi wa shule, lakini vile vile walimu wote ambao mnafanya kazi kwa bidii kubwa sana kuhakikisha tunajenga misingi imara ya elimu kwa watoto hawa wa kike, lakini tunawapatia malezi sahihi, maadili, na kuhakikisha tunapata kizazi chenye uzalendo. Hii nimejifunza kupitia matokeo mazuri ya kitaaluma ambayo mkuu wa shule ameweza kuyasoma hapa katika hotuba yake. Lakini vile vile kubwa na msingi, shule ya Huruma imekuwa ikisifika kwa kutoa sio tu elimu ya darasani, bali malezi yanayomjenga binti kuwa imara, jasiri, mwenye nidhamu na maadili, au sio? Hizo sifa zinawahusu haziwahusu? Haya, tunatamani kesho tuendelee kupata wakina Dorothy Gwajima wengi, kwa maana ya nafasi ambazo Mungu ameruhusu kwa wanawake kuongoza serikali, kuongoza jamii, na nyinyi ni wanawake wajao, tunawatarajia sana. Tunamwona Rais Samia ni mwanamama na anafanya mambo ambayo wanaume waliyafanya na mwanamke leo ameendeleza kwa ubora kabisa. Kwa hiyo na nyinyi pia kesho tunawatarajia kuwaona kwamba mnaendelea kusongesha gurudumu hili la taifa letu. Leo hii si tu tusherehekee mafanikio ya watoto, lakini tunashuhudia kwa vitendo utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo ya 2050, hususani nguzo ya pili, uwezo wa watu wa maendeleo ya jamii. Nguzo hii inalenga kujenga jamii yenye watu wenye elimu, ujuzi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo endelevu ya nchi yetu. Hawa mabinti tunawaona mbele yetu ndio watakuwa madaktari, wahandisi, walimu, viongozi wa kesho kama nilivyotoka kuongea, lakini tumemsikia pia mshereheshaji akiwatabiria madaktari. Lakini yote hayo ni kwa mapenzi mema ya Mwenyezi Mungu, na namna ambavyo mmeimba kwenye ule wimbo wenu, mmepata baraka kuwepo hapa Huruma, na tunawaona mtakuwa
wasaidizi wazuri wa kuendeleza maendeleo ya nchi yetu. Lakini vile vile serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa watoto na vijana kupitia uwekezaji mkubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu. Tunatambua kuwa ili kijana aweze kufikia kilele cha mafanikio anahitaji elimu bora na jumuishi ambayo inatoa fursa sawa kwa wote, lakini vile vile afya na ustawi ikiwa ni pamoja na afya ya akili ambayo ni muhimu sana katika ulimwengu wa sasa wenye changamoto nyingi, lakini malezi chanya kupitia ushirikiano wa familia na taasisi za elimu, ulinzi wa mtoto dhidi ya aina zote za ukatili na unyanyasaji, fursa za kiuchumi, maandalizi ya kutosha kwa ajili ya soko la ajira na ujasiriamali. Hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, wageni waalikwa na wazazi, wizara yetu, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ina dhamana ya masuala ya maendeleo ya jamii. Makundi maalumu tunayoyaongelea ni wafanyabiashara ndogo ndogo, mamalishe, babalishe, wasusi, machingazi, bodaboda. Hayo ndio makundi maalumu ambayo yako ndani ya wizara yetu. Lakini vile vile nitapenda kusisitiza kwamba tutaendelea kusimamia utekelezaji wa haki na ustawi wa watoto kupitia sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 na sheria ya mtoto sura ya 13. Tumekuwa tukiimarisha mifumo ya ulinzi kuanzia ngazi ya jamii hadi kitaifa. Serikali imeendelea kutoa huduma jumuishi zinazolenga kulinda na kuendeleza ustawi wa watoto, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi dhidi ya ukatili kupitia madawati ya ulinzi shuleni na kwenye jamii. Sisi hapa tuna dawati, inabidi tuwe na dawati. Pamoja na mazuri yote tulionayo, basi pakitokea mtoto huenda huko alikotoka nje kaingia na changamoto, basi humu ndani anaweza kaiwasilisha kwenye dawati ili mambo yaendelee kwenda kwa vizuri, kwa sababu ni wajibu wetu kuhakikisha shule zinakuwa sehemu salama. Kuimarisha malezi kupitia vikundi vya wazazi na miongozo ya mafunzo ya familia ili kurejesha misingi ya maadili ya Kitanzania. Hapa ndugu wazazi wenzangu, tunaendelea kukumbushana kwamba tunatarajia mtoto anapotoka nyumbani, wewe kama mzazi ama mlezi umeshaongea naye sehemu yako. Kwa hiyo anapofika hapa shuleni anaendelea kupata elimu ya darasani, lakini vile vile mara zote walimu wamekuwa walezi wazuri, wanaendeleza pale ulipoishia wewe mzazi. Lazima pawe na mahusiano ya karibu na uhusiano wa karibu, ushirikiano wa karibu baina ya mzazi na mwalimu. Kwa hiyo wazazi isije ikawa ndio kishampitisha pale getini umemaliza. La hasha. Kwenye visiting days unajitahidi, unafika, unakuja kuongea na mtoto, unasikiliza na wewe unasema sehemu yako. Ushiriki wa watoto kupitia mabaraza ya watoto ambapo wanapata fursa ya kutoa maoni ambayo juu yanaongelewa masuala yanayowahusu. Tusiwe wazazi wa kupeleka tu maelekezo. Lazima tuwe wazazi ambao tuwe traffic. Tunatoa maelekezo kama mzazi, lakini lazima watoto nao tukae nao chini tuwasikilize. Watoto pia wana haki zao za kusikilizwa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba yale mambo yanayowahusu na sisi tuyajue. Hasa karne hii ya teknolojia. Watoto huenda kuna mambo mengine mzazi kupitia maongezi na mtoto ukajikuta hata wewe unajifunza. Kwa hiyo tunakwenda hivyo ili kuona kwamba hatuwaache nyuma watoto. Lakini katika ulimwengu huu wa kidigitali, serikali inafanya kazi kwa karibu na wadau kuhakikisha watoto wetu wanakuwa salama dhidi ya hatari za kimtandao. Tunataka kutoa kizazi chenye afya, maadili na uwezo wa kushindana kimataifa. Kwa hiyo kama ninyi rafiki zangu mnaoelekea sasa mtaani, huku mlikuwa kidogo mnaambia usivuke getini, usitoke. Lakini unapoenda kwenye elimu ya juu, pale getini utapita, utarudi unavotaka. Ukitaka kulala huko nje ya geti, utalala kama hauna adabu.
Sijui mnanielewa. Utakuwa huru na simu. Kule kwenye simu nenda kajifunze vitu vizuri. Usiende kule kwenye simu sasa ndio unakesha nayo, wewe hulali, unataka kufidia ule muda ambao hapa shuleni ulikuwa unakatazwa simu. Msiende kuvamia vitu vya aina hiyo kwa sababu vitawapotosha. Sister hapa ameongea jambo kubwa. Sister wetu meneja. Umepambana, umekesha hadi form 6. Alafu siku moja unakwenda kuharibikiwa kwa kujifunza mambo yasiyofaa mitandaoni. Kwa hiyo hatutawakataza kumiliki simu kwa sababu dunia imetulazimisha. Wazazi naamini watawanunulia, tena si ajabu simu zenye uwezo mkubwa. Sasa hivi kuna teknolojia ya AI, artificial intelligence. Kwa hiyo you have to be very careful. Nenda kajifunze mambo mazuri. Kajilimiti wewe mwenyewe. Yaani umefungua tu hivi kwenye TikTok ukakutana na kitu kibaya, pita. Huna haja ya kusikiliza mpaka mwisho. Sawa dada wazuri? Lakini ninawapongeza. Hongereni sana kwa kuhitimu kidato cha 6. Ni hatua kubwa kwa mtoto wa kike, lakini kwa mwanadamu yoyote kuhitimu hapo umemaliza vidato, hujaviacha, hujatafuta shortcut. Hongereni sana. Haikuwa safari rahisi, uongo? Ilihitaji mvumilie, uongo? Mlihitaji kukesha wakati fulani, uongo? Hata sister akisema zima taa unawasha katochi kako kule, uongo? Lakini yote ilikuwa katika kutafuta elimu, si ndio? Mtafute sana elimu, mshike sana, usimwache ende zake. Kwa sababu gani? Amina. Hayo yote mnayoyafanya, msisahau nidhamu. Tuseme nidhamu, yani muda wote uikumbuke. Unaweza ukaondoka hapa na mabanda yako 7, ukapiga flati ila una nidhamu mbovu, hautakatiza mbali. Sijui mnanielewa. Hakikisheni mnakwenda kuishika nidhamu mliofundishwa mpaka mmefika hapo, na ninaamini wazazi na walezi wataendelea kuongea. Hakuna mzazi ambaye amepambana na wewe mpaka hatua hiyo afu akakuachia unaenda kufanya mambo mabaya. Kwa hiyo mtakapokuwa mnaambiwa, mkawe wasikivu, msiwe na shingo ngumu. Duniani huko mambo yamekuwa mengi, yasiende kuwameza. Tunawapenda, tunawahitaji, si ndio? Na hapo ndio kwanza sasa ndo mnaanza safari kubwa ya kielimu. Maana mmemaliza hatua ya sekondari, mnaenda elimu ya juu. Na utasoma, utamaliza degree ya kwanza, itakutaka degree ya pili. Ukiwa daktari itakutaka ukawe specialized. Unataka uwe special kwenye nini? Watoto, wakina mama? Je, unataka mfumo wa hewa? Unataka macho? Unataka mifupa? Si unaelewa? Kwa hiyo hapo mnapomaliza ndio kwanza mnaanza. Kwa hiyo mkafunge vizuri gidamu za viatu zenu vilivyopendeza hapo, mkahakikishe mnakwenda kumshika sana elimu. Taifa linawatarajia sana. Tunapoona watoto wanahitimu, sisi kama viongozi tunafurahi. Tunaona tunapata warithi. Kwa hiyo tambueni taifa linawategemea sana. Na mtakapoelekea huko mitaani, kahakikisheni mnakuwa vijana wenye uzalendo wa dhati. Pendeni nchi yenu. Tunayo Tanzania. Tanzania ni hii. Tuipende sana nchi yetu. Mnaingia kwenye rika ambalo linatumika vibaya na watu wasiotakia wema nchi yetu. Kwa hiyo nyinyi mkawe wazalendo. Nikisema wazalendo jamani, si mnanielewa? Tabia za kizalendo si zinaeleweka? Naomba mkawe wazalendo. Lakini vile vile mkahakikishe mnawapenda wazazi na walezi wenu waliowafikisha hapo, mkawasaidie kazi kipindi mnasubiri muda wa kuelekea vyuoni. Kawe msaada, akajivunie wewe.
akikuona namna unaamka mapema asubuhi na kushiriki shughuli za pale nyumbani, ukamfariji. Ndio malipo pekee mnayoweza kutupa wazazi. Si mnajua nidhamu na maadili, maana ni swala la msingi. Lakini kama nilivyosema, sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa. Nendeni mkajifikirishe, muwe wabunifu. Si ndio nimeona tu ile mliofanya hapa respiratory system, namna tu mlivyoijenga ile mpaka ukaweza kuielezea. Yule mwingine kule ameshika ana pampu, anatuonyesha kucontract na kucontract, nikasema ni ubunifu, si ndio? Kwa hiyo mambo ni mengi. Sayansi na teknolojia ni pana. Nendeni mkatumie vizuri hizo gadgets za electronics ili mkawe wabunifu, ili tukaweze kuona kwamba tuna kizazi ambacho kitakwenda kuturithi, kwa sababu kinafikiri nje ya box. Usisubiri tu kila kitu uletewe, kila material uletewe. Nenda na wewe ukafikirie. Lakini vile vile mkatatue changamoto kwenye jamii mnazoishi, sio tu nyumbani. Ukikuta mwenzio haendi vizuri na masuala ya masomo na wewe umehitimu, kamshauri, hapo unakuwa umetatua changamoto. Amina. Lakini vile vile epukeni vishawishi. Vishawishi ni vingi sana. All of you can see that you are very beautiful. Hakuna kijana anayeruka hapo. Mmependeza, mko warembo. Lakini kila jambo na wakati wake. Sawa watoto wazuri Mkaepuke vishawishi vitakavyoharibu future zenu. Shikilia ndoto zako. Sikiliza wazazi, sikiliza walezi. Si lazima we mamako mzazi, babako mzazi au wa nyumbani kwako. Hata jirani anayekuambia maneno ya hekima yasikilize. Anayekuambia mabaya, ondoka kimya kimya, hata huna haja kumjibu. Lakini umekutana pale na mama Morini anakuambia jambo zuri, msikilize. Amekukuta kila siku upo kwenye giza unabananishwa na kivulana. Kila siku unabananishwa. Si akikwambia wewe hicho unachofanya unakosea, msikilize, anakupenda. Anakuona wewe kila siku umevaa mavazi ambayo hayafai, anakuambia, msikilize, anakupenda. Si mna ndoto zenu? Kila mmoja na ndoto yake, si ndio? Wangapi wanataka kuwa mwanasiasa kama mimi? Jamani, hamtaki kuwa wanasiasa. Hamtaki kuwa viongozi. Uongozi kama huu lazima uwe mwanasiasa, hamtaki. Hamtaki kuwa maraisi kama Samia. Unakuwa una profession yako. Kama mimi ni mhandisi, mimi mhandisi wa mawasiliano na ishara. Alafu unaendelea unasoma, unakuwa na masters, una PhD. Alafu unakuwa rais, unakuwa waziri wa elimu, unakuja kusimamia mambo yaende vizuri. Au sio? Mungu awe nanyi. Ndugu wazazi na walezi na walimu, naomba nitumie fursa hii kuwakumbusha kuwa malezi ya watoto ni jukumu letu sote. Sote lazima tushikamane, tuhakikishe tunawavusha watoto wetu. Isiwe kwamba mtoto akihitimu shule basi usimamizi umeisha. Hapa ndo kwanza tunaingia kwenye kazi kubwa. Maana ndo kwenye lile rika sumbufu. Rika ambalo anajiona na mimi naweza. Wewe mama unaongea nini bwana, you have to listen me. Unakutana na hayo mambo, unatakiwa unatulia kwanza, unamsikiliza, afu unamtafutia engo ya kumfix. Wala usipigizane naye kelele, nimekwambia na nimekwambia mama, na wewe mama nimekwambia. Hamtafika. Kwa hiyo tusikilizane, tuhakikishe tunaendelea kuwa shape. Wapo kwenye dunia nyingine, sio ile tuliokulia sisi. Hawa wenzetu wana mambo mengi mno. Kwa hiyo tunataka tuwavumilie, tuwasikilize, lakini tusikubali aharibike. Tuhakikishe tunaendelea kuwarejesha kwenye mstari ambao kesho tunapoishiwa nguvu basi tuwe na watu wetu. Lakini vile vile nipende tu kusema kwamba serikali itaendelea kushirikiana katika kujenga mazingira salama na rafiki, lakini misingi ya kwanza ya ulinzi wa mtoto inaanzia nyumbani. Sisi kama wizara tuna makao ya watoto. Watoto ambao wanazurura huko wamekosa uangalizi wa wazazi na walezi, wa ndugu wa damu
Kwa hiyo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejenga baadhi ya nyumba katika mikoa yetu mbalimbali, tunawalea hawa watoto. Lakini sisi kama viongozi tunapofika ile maeneo hatufurahi. Tunatamani ndugu wangepatikana wamchukue yule mtoto akakae naye. Kwa sababu gani? Tunaamini ulinzi wa mtoto salama kabisa ni nyumbani. Mzazi, kuwa rafiki na binti yako, jua anafanya nini, anashirikiana na nani, ana ndoto gani. Tuongee na watoto wetu. Tuongee nao. Lazima tuelewe anawaza nini. Mpe muda, msikilize, utamsoma vizuri. Alafu utapata namna ya kumsaidia. Lakini vile vile hamna taifa linaloweza kufikia malengo endelevu bila kuwekeza kwa watoto na vijana. Vijana ni nguvu kazi, ni wabunifu na ni msingi wa maendeleo ya uchumi wa sasa na baadaye. Serikali imejipanga vizuri katika kuhakikisha kunakuwa na ushirikiano wa sekta binafsi na taasisi za kidini kama hapa Huruma ili kufanikisha azma hiyo. Wajibu wetu wa pamoja ni kuhakikisha vijana wetu kwanza wanapata elimu bora kama tulivyofanya leo. Tumeweza kuwaleta hapa eneo salama kabisa na tunawaona kabisa namna ambavyo wanafanikiwa. Ulinzi wa kutosha dhidi ya mila zetu zenye madhara na ukatili pia lazima wazazi tuangalie. Usiruhusu mila ambazo ziko nje ya maadili. Labda nyinyi kwenu mtoto akishafikia umri mtaka mkamcheze ngoma. Angalia kitu cha kumwambia. Maana kuna umri wa kufanya hizo mila. Labda anataka kuolewa, kuna maneno ya kuongea naye. Na huyu anayeendelea kuishi katika jamii naye kuna maneno ya kuongea naye. Kwa hiyo tusijichanganye, tusichanganye mambo. Hizi mila zisituvuruge. Hatusemi tuvunje mila zetu. Mila zetu ni muhimu sana, ndio maana sisi tuko hapa. Kwa hiyo na hawa pia tuwapitishe katika mila na desturi zilizo salama. Lakini tuwape fursa za maendeleo ya kiuchumi, tuwafunze watoto wetu. Wasisubiri tu white collar job. Kwamba mimi baada ya kugraduate nataka nikae mkuu wa chuo wa shule kama Sister Alfonsia. Na mimi nataka niwe meneja wa shule. Sio lazima. Kuna namna ya kuweza kuhakikisha watoto wetu kizazi hiki tulicho nacho tunakikuza na kuonyesha namna wanaweza kuishi wakiwa wameelimika na kuweza kujiajiri. Mwongozo sahihi wa maisha kupitia mifano bora ni vizuri. Ndugu washiriki, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kuzungumzia changamoto ya ukosefu wa ukumbi wa shule unaokidhi mahitaji ya sasa yanayohusisha semina ya wanafunzi na mikutano, mitihani ya taifa na mikusanyiko ya wanafunzi na wafanyakazi na sherehe mbalimbali. Nianze kwanza kwa kuwapongeza sana. Hongereni, angalau mmepata pa kuanzia milioni 200 si haba. Mnaweza mkaanza foundation wakati tunaendelea na prosesi za kuona kwamba tunawafikia wadau mbalimbali. Ujenzi ni process. Milioni 200 tunaanza ujenzi sister, au sio? Tunaanza kazi. Hongereni sana. Hongereni sana. Na ili jengo likikamilika nitaomba nije nipige nalo picha. Bilioni 1.5 sio mchezo. Itakuwa jengo la kisasa. Wale wenzetu watakao bahatika kuja kufanyia mitihani humu, ukipata division 3 umeitaka. Maana mmeshafundishwa na walimu bora, mliwasimamisha wale wa biology pale. Lakini najua masomo yote humu ndani mambo ni bam bam. Unapata division 3 ya nini wewe? Form 6. Division 3 ya nini? Achana nayo. Si tunataka 1. Si ndio? Inawezekana, si ndio? Ukiitaka inawezekana, si ndio? Muda uliobaki unatosha. Hizi siku chache zilizobaki, yale mema mlioyatenda kwa muda mrefu, yashikeni tuweze kuona kwamba mnakwenda kufanya vizuri. Basi nipende tu kutoa mapendekezo yangu. Pamoja na kwamba Dr. Gwajima ye amesha deposit, nitakukabidhi baadaye kwenye harambee, nimekuja na slip. Sisi kama wizara tumekuchangia milioni 1. Lakini tushirikishe wadau mbalimbali yakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali yanayohusika na masuala ya elimu, lakini vile vile tuone mabenki, tukapige hodi kwa wenzetu makampuni ya simu. Tuna wadau mbalimbali tukiwashirikisha
kwa maelezo ya kujitosheleza huwa wanachangia. Tuna angels salama ambazo pia zinachangia masuala ya elimu na wanapenda kufanya hivyo. Lakini vile vile wale alumni waliotoboa hapa Huruma, wale wako mtaani huko wanakula bata, waje watuchangie. Lakini unaweza pia mkaandaa kadi mbalimbali kwa viongozi mbalimbali wenye mapenzi mema na masuala mazima ya elimu. Hata pale bungeni unaweza mkaandika kadi kwa wabunge wote 393. Zikirudi 200 tumefanikiwa, hatujafanikiwa? Sisi tufanye tu hivyo, tuandae kadi, leteni pale bungeni, naweza nikawa balozi wenu wa kuzisambaza. Tuhakikishe kwamba wale wenye mapenzi mema, mwenye 100,000, mwenye 50,000, basi aweze kutuchangia. Lakini vile vile nimalizie kwa kuomba muende mkaiwakilishe. Hapa niko kwa wahitimu sasa. Tunawaomba kaiwakilisheni vizuri shule yetu ya Huruma. Si ndio watoto wazuri? Endeleeni kuwa mabalozi wazuri wa taifa letu. Mwe mabalozi wazuri wa Tanzania. Huruma na Tanzania. Lakini vile vile jengeeni Tanzania yetu ya maadili, amani na maendeleo. Kwa niaba ya serikali nawapongeza tena sana kwa kufikia hatua hiyo muhimu. Hongereni. Nawafurahia, hongereni sana. Nawatakia kila laheri katika mitihani yenu ya kitaifa na katika maisha yenu ya baadaye, baada ya mitihani hiyo. Nina imani nanyi kubwa, sura zenu zinaniambia division 1. Hamna atakayevuka hata point 12. Yaani division 1 zile kali. Naziona kwenye sura zenu. Tunawategemea sana sana sana. Basi ndugu wageni waalikwa, baada ya kusema hayo, kwa heshima na taadhima natangaza rasmi kuwa mahafali haya kidato cha 6 katika shule ya wasichana Huruma sasa yamehitimishwa kwa baraka zote. Ninaongea haya yamehitimishwa, lakini tunaendelea na vitu vingine ambavyo tuliviskip ili kuweza kuruhusu baada ya mimi kuondoka vingine vitafanywa. Mtanisamee kwa sababu nitawaacha, ni kwa sababu ya mazingira yanayonizunguka kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, niwatakie mchana mwema. Wazazi hongereni sana kwa kuwajibika. Tuendelee kuwaombea watoto wetu. Tumefanya sehemu na uwepo wenu pia umekuwa ni wa muhimu sana katika mahafali haya. Mungu atubariki sote.